Kwa yule ambaye ni mpenzi mfuatiliaji wa video zangu, najua hiki ninachokionyesha anakielewa, na hili jengo ni panalotoka tunaanza mpaka hapa tulipo. Na mpaka dakika za mwisho niliwaonyesha baada ya hizi gata kwa tunamwaga zege bado kujenga tofali, na saizi ndio tofali hizi. Na kukumbusha matukio ya awali, hizo picha unazoona zinapita ni lengo la kukumbusha tu ili ujue hilo jengo tunalolizungumzia ni hili. Kwa hiyo hata saizi baadhi ya sehemu nyingine utaweza kuziona, sitaweza kuzungukia kwa sababu kuna sehemu nyingine ambazo ndio kwa saizi hazipitiki mpaka tufunge scaffold. Hapa mimi nakopita ni kwenye hii gata unayoiona. Hii kwa hiyo tushamimina ile zege, tukajenga na hizo tofali, tukamimina na huu mkanda wa juu unaona ile zege hapa. Hatua inayofuata ni kupaua. Kwa hiyo tukishapiga kenchi zetu, basi nini kitafuata? Tutasafisha moto na uona huu, takataka zote zitasafishwa na sehemu za kupitishia maji. Kama mnavyoziona mabomba yanatakiwa yabaki wazi kabisa, maji yaweze kupita kwa uhuru na wakati wote. Kwa hiyo hili ndio jengo lile ambalo nimetoka na kuonyesha tukiwa katika hatua za awali kabisa. Tukiwa tunachimba misingi, tunajaza kifusi, tunaanza setting. Kila hatua, kwa kweli kila hatua nimeweza kukuonyesha. Kwa yule anayenifuatilia anajua kila kitu, hata matumizi ya hili jengo anafahamu. Na niweze kukumbusha wapi ni wapi. Hapa ni Old Airport, uwanja wa ndege wa zamani wa Mbeya. Kwa hiyo hapa ni uwanja wa ndege wa zamani katika jiji hili la Mbeya. Kwa hiyo ndio ujenzi wetu ambao unaendelea taratibu, hatua kwa hatua, kutokana na maandalizi hapo. Kwa hatua iliyofikia mpaka sasa hapa tumebakia kupaua, tulishapaua, tunaendelea na kazi ya plaster. Kwa sababu tayari mfumo wa umeme nadhani unavyoona hivi vitu vyote tunavyosimama ni conduit kwa ajili ya umeme, mfumo wa mabomba na wenyewe pia tayari, mabomba maji safi na maji taka. Kwa kazi hiyo baki ni kupaua na kisha tuanze plaster. Tunapaua kisha tuanza plaster. Kwa hiyo sitakuwa na maelezo mengi zaidi na zaidi, kwa sababu vitu vingi hapa hata nikisema nikuelezee tayari kwenye video zilizopita mtu ulishaweza kuangalia, Kwa hata nikisema nianze kuonyesha tena upya nitakuwa narudia matukio au marudio yale ambayo nilishaelezea. Kwa hiyo lengo langu leo ni kuonyesha pale ambapo tumefikia baada ya hatua ya kumwaga zege hapa. Ndio hatua iliyofuata, tukajenga tofali hizi 4 unaziona hizi, mnizoom kidogo. Unaziona hizi, hebu hesabia hizo, pana kozi 4. Tukapiga kaboksi hapo juu, tukamwaga kamkanda mpaka takuwa kana matrezi kwa nje tunaita groove. Kwa hiyo hako ndiko ambako ndio kazi hizo ongezeka hapo ni 2 za kwenye ujenzi wa hii. Kwa hiyo tutaendelea kwa pamoja kwenye hatua zinazofuata na nitaendelea kuonyesha. Na kitu muhimu na cha kuzingatia ni kile kwamba pale mimi kazi zinapokuwa zinaendelea kuzifanya, basi ndipo ambapo naweza kuendelea kuonyesha matukio zaidi na zaidi. Ikiwa mwenye nyumba anakuepo amefika hatua fulani na kusema sasa wewe basi inatosha, huku wengine wataendea mafundi wengine, basi na mimi ndipo inapokuwa hatua yangu ya mwisho ya kukuonyesha hiyo kazi. Kwa hiyo unapoona kuwa naendelea na kuonyesha kazi fulani, tumefikia hapa, tunaendelea, ujue kazi bado inakuwa mikononi mwangu. Kwa hiyo kuna kazi yote ambayo siendelee kukuonyesha, ina maana tayari kazi ishachukuliwa na mtu mwingine, kwa sababu tunapokubaliana kazi inaendana na awamu. Mtu mwingine anaweza kuchukua wewe kwa ajili ya kujenga, alafu tashangaa kwenye kuwezeka kaezeka mwingine, hata kupaua au yani kupiga plaster kaja mwingine, kwa ceiling mwingine. Kwa hiyo kila mtu tunagawana riziki hivyo hivyo, kila mtu atapata riziki yake na tunaendelea na maisha mengine. Kwa hiyo hivyo ndivyo tunavyoishi katika ulimwengu wa kazi zetu siku zote. Nadhani mpaka hapa mmenielewa, na acha kukukumbusha kwamba hii gari tunaliona inajitambulisha kwamba hii nyumba inakuwa ni ya kuficha bati. Kwa hiyo hapa paa halitaonekana. Kwa hata nikishaezeka basi muonekano wake wa nje utaonekana kama hii picha unavyoweza kuiona, itaonekana hivyo. Kwa hiyo paa halitaonekana, ni nyumba ya kuficha bati. Ndio maana tumeweka ligata kubwa kabisa, kwa sababu nyumba pia ni kubwa. Asante sana kwa kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi. Pia ukitaka kufanya kazi na mimi, usisahau namba zangu unazoendelea kuziona hapo, ndio za kuwasiliana na mimi mwenyewe ninaweza kuongea hapa. Ili uweze kuendelea kujifunza na kuangalia kazi zetu za ujenzi, basi hakikisha unaendelea kunifuatilia video zaidi zote ninazokuwa ninaziposti. Utajifunza na utaangalia na kazi zangu pia. Uwe na majukumu mema.